Leo tarehe 16 ya mwezi wa 6 2025, siku ya Jumatatu, katika mahakama ya Kisutu kulikuwa na kesi ya Tundu Lissu ambayo ilikuwa ikiendelea, na baadhi ya wanasheria wa pande zote mbili walikuwepo, wanasheria wa Jamhuri lakini pia wanasheria kutoka kwa Antipas Tundu Lissu, na mashahidi pia kutokea katika mashtaka ya Jamhuri walikuwepo kwa ajili ya kutoa uthibitisho. Sasa kubwa zaidi ni kile ambacho kilikuwa kikiendelea katika kesi hiyo kati ya Antipas Tundu Lissu na Jamhuri. Kama ambavyo tunafahamu, kiongozi huyu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tanzania, nazungumzia Chadema, ni mtu ambaye alikumbwa na kesi ya uhaini. Sasa mashtaka bado yakawa yanaendelea na huku watu huku sasa mambo yakawa yanaendelea, so tukawa tunaona kesi zikiahirishwa, wakirudi zinaahirishwa, zinarudi. Na taarifa ni kuwa leo tarehe 16 ya mwezi wa 6 2025 kesi hiyo pia imetupwa tena mbele mpaka wiki mbili zinazokuja. Kwa hiyo kesi hiyo pia itaendelea ndani ya wiki mbili zinazokuja kuanzia leo. Sasa tumeamua tukupatie tu update za kila ambacho kilikuwepo. Kinachoendelea ni kwamba Tundu Lissu kwenye kesi ameamua kusimama mwenyewe, kama ambavyo pia jaji ameamua kuruhusu hivyo. Tundu Lissu ataamua kusimama kwenye kesi mwenyewe, na comment zimekuwa ni nyingi sana kuhusiana na hiki, kwamba mwanzo kwa nini Tundu Lissu alikuwa na wanasheria wake ambao walikuwa kimzungumzia katika kesi zake, katika kesi hii ambayo ilikuwa ikiendelea, na kwa nini sasa hivi ameamua kusimama peke yake. So mambo mengi na ambayo yanaendelea, sisi tutakuwa tunakupitisha tu mle ambamo kwenye kesi ilivyokuwa ikiendelea, lakini kubwa zaidi ni kwamba kesi ya Tundu Lissu pamoja na Jamhuri imerushwa tena wiki mbili mbele, na kama ambavyo tunafahamu ni kesi ambayo inasikilizwa pia mtandaoni live katika mahakama kuu ya Tanzania, ambao wanapita kule kwenye ukurasa wa YouTube wa mahakama. Leo pia ilikuwa iko live. Sasa hii ni A Digital, unaweza pia ukatembelea kwenye page zetu zote Instagram plus Facebook, lakini pia YouTube na TikTok na X kwa jina moja tu, A Digital, kwa habari zote ambazo zinakuwa zinatoka Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi lilikuwa ni kuhusiana na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, Antipas Tundu Lissu. Unamsema gani hapo chini wewe kwenye comment kuhusiana na kile ambacho kinaendelea mpaka sasa? Mpaka wakati mwingine, mimi naitwa Carnivore.